Kama wewe ni mwanafunzi wa kidato cha sita, hakikisha unatazama video hii. Umechaguliwa kujiunga JKT kwa mujibu wa sheria baada ya kumaliza kidato cha sita. Je, unajua nini kinaweza kutokea kama usiporipoti kambini kwa muda uliopangwa? Wanafunzi wengi wamekuwa wakiniuliza swali hili kila mwaka. Endelea kutazama video hii hadi mwisho kupata ufafanuzi muhimu. Karibu kwenye chaneli yetu. Kama wewe ni mwanafunzi wa kidato cha sita au mzazi mwenye mwanafunzi aliyechaguliwa JKT, video hii ni muhimu sana kwako. Jeshi la Kujenga Taifa JKT huwateua vijana wa kidato cha sita kujiunga na mafunzo ya JKT kwa mujibu wa sheria. Baada ya majina kutangazwa, wahusika wanatakiwa kuripoti katika kambi walizopangiwa ndani ya muda uliowekwa. Kwa mwaka huu 2026, muda uliopangwa ni kuanzia tarehe 1 Juni mpaka tarehe 7 Juni ni muda wa kuripoti katika kambi ulizopangiwa. Swali kubwa ambalo wengi huuliza ni je, ukipangiwa JKT na usiporipoti kambini nini kitatokea? Kwa kawaida kutokuripoti kambini bila sababu maalum kunaweza kuhesabiwa kama kutotii wito uliotolewa. JKT hutoa maelekezo rasmi kila mwaka kuhusu muda wa kuripoti na masharti ya mafunzo. Iwapo una changamoto za kiafya au sababu nyinginezo nzito zinazokuzuia kuripoti kambini, ni muhimu kuwasiliana na mamlaka husika mapema na kutoa vielelezo vinavyohitajika. Ni vyema kufahamu kuwa maelekezo yanaweza kubadilika kulingana na mwaka husika. Hivyo ni muhimu kufuatilia matangazo rasmi ya JKT. Kwa kifupi, kama umechaguliwa JKT kwa mujibu wa sheria, ni muhimu kuripoti kambini wakati au kwa muda au tarehe iliyopangwa, au kuwasiliana na mamlaka husika kama una sababu zinazokuzuia wewe kutokuripoti kambini. Je, wewe au ndugu yako umechaguliwa JKT mwaka huu? Andika maoni yako hapa chini. Usahau kulike video hii, kushare kwa wanafunzi wengine, kusubscribe ili kupata taarifa zaidi za elimu, ajira na fursa mbalimbali kila wakati. Asante na karibu tena, tukutane katika video inayofuata.